Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Nawapenda. Amen. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Pastor kiongozi wangu Pastor Shirima na Mama Shirima na nyinyi washirika kwa nafasi ambayo pia mmenipa ili kwamba tuweze kushiriki pamoja neno la Mungu asubuhi ya leo. Nafikiri wengi hapa wananifahamu. Jamani, wangapi ambao wanifahamu? Ni wengi kidogo. Naona sasa nakuwa
kama mwana mpotevu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi ni hapa nyumbani. Sema pia nimekuwa na majukumu pia mengine ya kihuduma, lakini mchungaji wangu anajua na mara nyingi tunawasiliana. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni vigumu kuja hapa kama hatuko pamoja naye. Amen. Tuko pamoja. Hata jana wakati tunawasiliana ni juzi, nije nikaja hapa nyumbani tukaongea. Sasa yani jana tena kama nimepigia simu kwamba natakiwa niende kwenye huduma. Sasa lakini tayari nimeshamwambia pastor kwamba nitakuwepo. Kwa hiyo kabidi niwaambie jamani, samahani kwamba ni ngumu kuja kwa sababu tayari nina huduma. Nachosema tu ni kwamba tunashirikiana vizuri na pastor na tuko vizuri kabisa na familia yake. Kwa hiyo kuna mambo tuko naenda sawa tu, baadaye tutaniona tena kama nilikuwa zamani. Tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu kwa tunaweka sawa huko ninapokuwa na hudumu huko. Kuna mambo tunaweka sawa ili iweze kuwa sawa huru kuweza kutumika. Kama kipindi hicho tulikuwa na vitu vingi hapa katikati. Nikawa nimebana kwenye ratiba ya huduma za nje kule. Mara leo niende Karatu, mara niende huko. Kwa hiyo nilikuwa naenda sehemu mbalimbali. Lakini sasa nashukuru Mungu kwamba kule naona sasa nimepewa nafasi. Sasa nitaanza kuwepo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Nawapenda sana. Na nafurahi kabisa kuwa na nyinyi, watu wa muhimu, watu wa maana. Kwa kweli nyinyi ni watu wazuri, ni watu wa maana sana, na Mungu anawathamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kitendo cha wewe kutoka nyumbani kuja hapa si bure. Kuna kitu Mungu anataka awekeze kwenye maisha yako. Ndio maana umeweza kuja hapa. Kwa hiyo jisikie amani, jisikie furaha. Hebu mshike rafiki yako au ndugu yako au jirani yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Jisikie uko nyumbani kwa Mungu. Leo ni siku njema Bwana aliyoifanya ili kwamba tufurahi ndani yake. Mwambie wewe utafurahi leo. Mwambie ukujenga sana ndani. Mwangalie basi si jirani yako. Siku moja tutakuwa kwa Baba mbinguni. Sasa hebu mwambie ndugu yangu, utafurahi leo. Ni siku njema. Haleluya. Amen. Jesus. Basi najua mtumishi ameshaniombea, lakini naomba basi na mimi nikabisi pia mbele za Mungu ili kwamba Mungu afanye kila kitu kusudia. Mimi sijajua Mungu anaenda kufanya kitu gani, lakini najua kuna lazima atafanya kitu. Maana Biblia inasema kila mahali alipofika kwa Yesu, alipokwenda Yesu alitenda mema. Na leo naamini atatenda mema. Maana imeandikwa walipo wale watatu kwa jina lake, yeye yuko hapo katikati. Na kitabu cha Kumbukumbu kinachukuliwa kuandika yale ambayo tunayaongea. Kwa hiyo yuko na mwandishi. Yesu yuko hapo na Roho Mtakatifu yuko hapa ni mwandishi. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anafanya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, Baba uketi mahali pa juu sana palipoinuka, mfalme wa falme. Tunayo kila sababu ya kusema asante Bwana, maana umetupenda upeo, umetujali, umetupenda, unatutunza, unatujua vyema kuliko tunavyojifahamu wenyewe. Na nimekupendeza siku ya leo kwamba Bwana uwepo katikati yetu hapa. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuinua, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuhimidi Yesu, tunakushangilia Mwokozi wetu, tunakupa sifa, tunakupa heshima. Wewe ni Mungu uliyejawa na hekima na maarifa. Wewe ni Mungu usio na uharibifu, Mungu usionekana, mtakatifu wa Israeli, uliyejaa uweza na nguvu. Tunalihimidi na kuliinua jina lako, tunaliabudu, tunalisifu, tunaliinamia, tunaungana na wazee 24 tukisema hakika wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hakuna aliye kama wala mfano wako hajapata kutokea. Umejaa neema na kweli, umejaa nguvu, umejaa mamlaka, mkono wako wa kuume umejaa fahari na nguvu. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Umejaa mamlaka, umejaa uweza. Sauti yako ni kama maji mengi, ni zaidi ya chochote kile Bwana. Na asubuhi ya leo tuko mahali hapa tukitamani Bwana useme na nafsi zetu, utufundishe, maana wewe ni baba yetu, wewe ni mwalimu mwema, wewe ni kiongozi, wewe ni baba mzuri. Zaidi yako hakuna mfano wako. Tufundishe Bwana kwa namna unavyojua wewe mwenyewe, tuongoze kwenye njia iliyo sahihi. Asante kwa umesema unatufundisha na kutuonyesha njia tutakayoiendea Bwana.
jinsi unavyotutazama na ukitushauri. Bwana, asante kwa ajili ya hekima yako ya ajabu. Asante kwa ajili ya mafundisho yako ya ajabu. Oh, pokea sifa mtakatifu wa Israeli. Oh Jesus, tunakupenda Bwana, tunakuamini. Ndio maana tuko mahali hapa. Baba, tunajipatanisha na wewe kwa damu ya Yesu. Tunapatanisha mawazo na fikra zetu kwa damu yako. Katika jina la Yesu Kristo, tujipatanisha na neno lako ee Bwana. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wana Mungu aseme amen. 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 Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Bwana. Hallelujah. Amen. Inapendeza kukaa mbele za Mungu namna hii. Amen. Tuna mambo yetu mengi, tunashukuru busy huko na huko. Lakini inapendeza watakatifu walio na nia moja, wasio na hili, wanapokusanyana pamoja, wanakaa pamoja ili kusikiliza neno la Mungu. Na kuambia huko ndio kulikuwa na baraka ya ajabu. Huko ndio kuna mafanikio. Huko ndio huko ambako nira zinavunjika. Amen. Mafuta yanaposhuka kutoka kwenye ndevu za Haruni mpaka upindo wa vazi lake, ni nguvu inatoka kwa Mungu kwa ajili ya kuvunja nira za watu wanapokuwa pamoja kwa ajili ya kumsikiliza Yesu. Amen. Kwa ajili ya kusikiliza mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Basi wakati nilipokuwa nawaza kwamba tunakuja kufanya nini au nini cha kusema hapa, maana kuna jumbe mwingi mtu anaweza kuwa nazo, na kila tafakari sikujua kwa nini nimepelekwa kwenye eneo ambalo mimi naliona kwa akili yangu binadamu ni ngumu sana kuielezea. Lakini sasa nikasema nitalileta kama nilivyolipokea. Maana ghafla tu wakati nawaza kwamba nini cha kuja kusema au kufundisha hapa au kusema hapa, kasema mtakatifu hapa ndani yangu kwamba msifuatishe ile Warumi 12:2 kwamba msifuatishe kwa desturi ya dunia hii. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia zenu hapo? Maana hizi ndio silaha zetu, hii ndio silaha yenyewe. Kama unaenda vitani una silaha basi inakuwa ni shida kweli kweli. Amen. Hebu fungua ile Warumi 12. Warumi 12. Mstari wa pili. Tunaenda upande wa kwanza, kupata picha nzuri. Na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu ya maana. Sasa mstari ambao mimi ulikuja moyoni mwangu wakati nimetulia mbele za Bwana ni huu wapi? Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hapa ndio mstari wa pili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hebu mwambie mwenzako, wala usifuatishe namna ya dunia hii, bali ukageuzwa kufanywa upya nia yako, upate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza Mungu na ukamilifu. 1, 2, 3. Hebu soma kwa sauti kila mmoja. 1, 2, 3. Twende. Wala msifuatishe bado. Sio umesikia mwenzako. Hebu soma na Yesu yuko hapa asikie. Maana hatuko peke yetu. 1, 2, 3. Soma mstari wa pili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nataka tujue kitu kimoja. Biblia Kiingereza Kiswahili kidogo hajaelezea vizuri kama ya Kiingereza. Kiingereza kuna namna imeelezea ambapo imefafanua kidogo. Yaani iko naweza kuielezea vizuri zaidi kuliko iko, maana ukisema nia, okay, nia ni nini? Kwa sababu mwingine haelewi nia ni nini au ni nini sasa au nini. Lakini
Lakini Kiingereza kinaweka vizuri sana. Kinaweka vizuri. Kuna soma Biblia ya Kiingereza haraka mstari ule. Kama mwenye nani Kiingereza inasema, mimi naipenda kwa sababu inasema vizuri. Tunajua tuna ibada ya Kiingereza Amen. Tunajua ni mchungaji kwa ameniambia juzi, kaniambia mtumishi tuendelee na ile ibada yetu ya Kiingereza kama kawaida. Amen. Nikamwambia sawa mtumishi, tutaendelea. Amen. Kwa hiyo tujiandae kwamba mtumishi ameshatoa kibali kwamba tutaendelea pia na ibada yetu ya Kiingereza na huku ya Kiswahili itakuwepo. Haleluya. Tunatamani tuwafikie watu wa mbalimbali. Tunaona hata juzi hapa pamekuja wazungu kwa wanafuata watoto hapa. Si ndio? Maana yake Jerusalem ni international, inapaa juu. Amen. Hili kanisa limekusudiwa kwenda mbali sana, sio hapa. Kesho tutashangaa mchungaji yuko Marekani, yuko wapi anaenda kuhubiri. Na anaenda kuhubiri Kiingereza sio Kiswahili. Amen. Kwa hiyo ina maana tuna Mungu ametuinua kiwango hadi kiwango. Mimi na furaha. Ningekuwa ningeshangilia kwa sababu ni Mungu ametuinua. Amen. Kwani ni mbaya mtumishi akienda Tito kwa Marekani kuhubiri, akiitwa South Africa, akiitwa kule Misri, kwani ni mbaya? Hajaitwa kwa ajili yetu tu, ameitwa na kwa ajili ya watu wengine. Lakini chimbuko lazima tunalianzia hapa. Amen. Amen. Wao utakuwa unaongea hivi. Nafikia tu unaongea Kiingereza kama vile unaongea Kiswahili au Kipare au Kichaga. Haleluya. Amen. Kwa kweli kuna habari njema. Hebu tuangalie kwenye Warumi kwa Kiingereza haraka, alafu nitoe tafsiri. Kuna kitu nataka ukikielewa hiki kitu, kweli shetani atakupiga chenga tena. Sasa shetani anakupiga chenga kwa sababu na vitu hatuelewi vizuri. Alafu matokeo yake tunaenda kawaida. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kiingereza nasema hivi. And be conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Naona neno vizuri kwamba you must be conformed and be not conformed to this way. Tusifananishwe na dunia hii. Lakini tugeuzwe, yani to transform. Na kitu nacho tungesema review of your mind. Sasa unapoongea mind, maana yake unaongea kitu kuhusu nafsi. Kumbe nia ni nafsi. Lakini nafsi yenyewe ukiangalia ina vitu vingi hapo ndani. Ukiongea kwa habari ya Kiingereza wanasema so ndani yake ndio kuna vitu kadhaa. Yaani nataka nikufunguonyeshe vitu fulani na ili ujitambue kwamba wewe uko vipi. Alafu tunaingia kwenye hivi vitu Mungu anataka tuvishughulikie leo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda haraka, najua kwa ajili ya kuokoa pia muda, lakini tutaenda haraka. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mtu ni nafsi ngapi? Kama ilivyo na Mungu wetu, na nafsi ngapi? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Si ndio? Na wewe una vitu vingapi? Nafsi, ni roho, na mwili. Ni vitu vitatu. Sasa niwaambie kitu kimoja. Katika kuna roho. Roho, hapo roho yangu na roho yangu na kuna roho ya Mungu. Unajua unayo ya kwako lakini kuna roho wa Mungu pia anakaa ndani yako. Sawa? Sasa kuna roho wa Mungu pia ambaye yeye anawasiliana na wewe. Sasa nikwambie kitu. Mungu anapowasiliana na wewe, yani unajua anapowasiliana na wewe, unajua kuna nafikiri kwamba Mungu anakuja moja kwa moja kwa roho yako, anawasiliana na roho yako. Iko hivi, kwa mwambie. Anaongea Mungu na nafsi yako. Nafsi yangu. Daudi anasema nafsi yangu, nafsi yangu. Tulia mbele za Bwana, muabudu Bwana. Mungu anapoongea anaongea nafsi yako ndio inapokea. Alafu ina translate. Yaani nani nafsi ni kama translator. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu wewe ni wite ndio usimama. Alafu na mwingine. Naomba niwaonyeshe kitu. Kwa sababu hili somo ni gumu kidogo, lakini ukilielewa unaweza ukajua ni wapi tunaenda. Sasa mimi
nachukua nafasi mfano kama mimi nataka niwasiliane na mimi nataka niwasiliane na hii ni roho. Nataka kuwasiliana. Labda nachukua mfano labda Mungu, sawa au ni Roho Mtakatifu. Na nachukua mfano. Nataka niwasiliane na huyu kwa sababu mimi na huyu tunaelewana vizuri. Na ndio kitu kikubwa cha kwangu mimi nachotaka kama Roho Mtakatifu. Nataka hii tuwepe kitu kimoja. Lakini lugha ninayoongea mimi huyu hawezi kuielewa vizuri. Anahitaji kwa sababu ya huyu yuko kwenye mwili. Angekuwa kwenye roho ni rahisi sana angeelewa lugha ninayoongea mimi. Angekuwa kwenye roho. Sasa mimi niko kwenye roho mfano. Na huyu yuko kwenye roho. Na mimi nataka niwasiliane lakini hii roho iko ndani ya mwili fulani, ndani ya mwili. Sasa kwenye mwili kule kuna chombo kiko huko ndani ya mwili ambacho lengo lake ni kutranslate, ni kutoa tafsiri ya kile ambacho roho anaongea, ambapo ni nafsi. Ndio nafsi. Amen. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo shetani anavifanya, anakichezea hapa. Hakusi pale ni matokeo ya uamuzi wa hiki kinachofanyika hapa. Sina nielewa. Lakini kifanya hivi yote, hii yote inaitwa mwili. Yaani iko kwa sababu huwezi kuona nafsi. Huwezi kuona, unaweza ukanionyesha nafsi yangu iko wapi? Unaweza kunionyesha roho yangu iko wapi? Sasa hii yote hii kuna kitu kimezunguka kama duara hivi. Hapa inaitwa mwili. Kwa hiyo ndani ya huu mwili iko nafsi, iko roho. Sasa nisikilize vizuri, bado tutaenda mahali. Unajua mahali ambapo shetani anakupiga teke ni wapi? Sasa ngoja. Sasa mimi nataka niongee na wewe kuite. Sasa nikikuita kwa sababu uelewe vizuri, utabidi utulie kwanza. Huyu ndiye atakwambia unaambiwa njoo nenda. Alafu makofi kwa Yesu. Uumbaji wa Mungu. Huyu uumbaji wake. Hai. Sasa unaweza kaita Kelvin hutanisikia. Huyu ndiye anayesikia Kelvin anaitwa. Unaitwa. Sasa kama huyu atranslate vibaya, labda ameingiwa na kashetani. Utaingiwa na shetani. Ameingiwa na kashetani. Kashetani kakaingia huku ndani ambako unajua shetani akiingia kwenye huu mwili. Huu mwili unakuwa ni adui wa Mungu. Si ndio? Kwa hiyo mimi nikiongea huyu mwili hata nisikia. Yaani huyu aliyoko hapa ndani ni adui yangu. Maana amepokea kashetani. Sawa? Namuita kwa sababu ni mwanangu. Namuita ili aje kwangu. Nipe maelekezo. Sasa nikwambie kwamba nasema nikisema anayesikia kwanza ni wewe. Kwa sababu nafsi yako ndio inaadhimisha mbele za Mungu. Ndio hivyo Mungu anafanya. Kwa hiyo niita sasa. Umesema naita? Kelvin njoo hapa kwenye hapa madhabahuni. Alisikii, naona anaangalia kwa hajasikia. Lakini huyu ni mjanja amesikia. Kelvin, njoo hapa mara moja. Haleluya, amesikia amekuja. Sasa namwambia tena, Kelvin, rudi pale ulipokuwa. Unaona amerudi Sasa tuko mfano. Huyu mtumishi lakini hata ingia na shetani hapa. Huyu mtumishi kuna namna amevurugana na Mungu, amewaza mabaya, amefanya vitu vibaya, ile nafsi yake ikashikwa na shetani. Kwa hiyo shetani akaikamata. Sasa nikiongea naye hata nisikia. Lakini kama kuna kashetani mtu mwingine ambaye ana njia tofauti, sawa, atamsikia. Ila mimi nikiongea naye atatoa maelekezo tofauti kwa huyu. Kwa sababu yeye ndani ya adui wangu, kwa sababu hii nafsi hii ambayo Mungu amesema igeuzwe, ifanye upya. Sasa hivi imechafuka. Sasa nikimwambia nataka mwanangu aje ili nimpe maelekezo na kwa sababu yuko ndani ya huu mwili, huu mwili na huu mwili unaitwa Jafet, sio Kelvin. Yaani huu wote hivi kiangalia nje, huyu ni Kelvin. Lakini ndani ya Kelvin kuna nafsi, kuna roho na kuna mwili. Hii yote iliyozunguka hii ni mwili. Sio ni tuko pamoja? Amen. Sasa nataka niongee na huyu ndugu sasa, niongee na nafsi hii, iniitie huyu bwana. Nataka nipe maelekezo. Sasa utashangaa nikimwambia kwa sababu hasikii
ninachokisema na hata kisikia anasikia tofauti. Anasikia kitu ambacho kwa sababu nafsi imeharibiwa. Anaweza kumwambia umeambiwa kimbia nenda nje au umeambiwa nenda kakae. Wakati mimi namwambia aje, huyu atatoa maelekezo mengine. Tunaona contradictory ideas. Yaani ni mawazo yanayopingana. Haya. Kelvin, njoo hapa. Umeona mali anaenda? Haya, ninamuita tena. Kelvin, uko wapi? Njoo hapa. Atampa maelekezo na yeye. Umeona kwa hiyo Kelvin anaenda kulala. Ameambiwa lakini mimi natamani niongee naye. Sawa? Sasa kitu gani tutafanya? Yaani kuna juhudi ya ziada, atabidi apatikane mtu. Kwa sababu mimi kama roho nitabidi nitafute mtu mwingine baada ya kuona huyu Kelvin anapotea. Maana angalia wanasambaratika tu. Kwa hiyo nitatafuta mtu, nitafute mtu ambaye ni mtumishi au mtu ambaye anajua neno la Mungu. Aweze kuongea na Kelvin. Yaani kuna namna ataongea naye sababu kwenye mwili wanaelewana. Kwenye mwili akija mtu akawaje tunamuona na macho. Lakini mimi nikiwa kwenye roho sasa naongea hawatuelewani. Sasa mimi nitakachofanya naangalia nani ambaye anamjua Mungu hapa na napita. Nakuta huyu hapa. Naambia hebu nashusha roho ya uchungu ndani ya huyu mtu. Kuhusu yule sasa nakuambia hebu kaseme na Kelvin. Unapoenda kusoma na Kelvin of course ile ni roho. Utaenda kukamata ile utaiambia umeenda vibaya naye ukaongelea mwambie umeenda vibaya, Mungu amechukia hivi na hivi na hivi. Mimi ni Mungu, ninampenda Kelvin, ninataka aje kwangu. Nimetumwa. Wewe ni mtumishi sasa. Wewe anakuona kwenye nafsi na kwa sababu uko kujivuna huko kwenye mwili. Wewe unasema mambo mchanganya hapa. Na leo mimi nasema moja mbili tatu. Bora nisema kwamba yani ninakwenda lazima ufanye ile unaongea naye. Lazima kama kwamba nimechanganya mambo. Ni haraka sana unaanza mimi ni mtumishi, nimetumwa na Mungu. Nimeona kwamba njia zako unazoenda hazimpendezi Mungu. Na Mungu anataka umrudie. Kwa hiyo ninaomba utubu umrudie Mungu ili muweze kupatana tena na Mungu. Ni kweli Bwana, nimeenda kinyume na mapenzi yako kwa muda mrefu. Nipo tayari sasa kutengeneza na nipo tayari kutubu. Ninaomba unisamehe. Nipo tayari Bwana, naomba nitumie kama unataka. Ninaomba unisamehe. Mungu amekusamehe. Dhambi zako zimefutwa. Haleluya. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imeeleweka sasa? Kwa hiyo unapoona mtu amekuwa mzinzi, amekuwa jambazi, amekuwa nini? Kitu kilichopatikana kilichokamatwa kwenye nafsi yake ni nafsi yake ndio imekamatwa. Kwa hiyo nafsi ikikamata ikalishwa matangomito. Kwa sababu hana neno. Na Mungu ndiye amekamatwa. Alikamatwa kwa sababu Kelvin alikamatwa kwa sababu hana neno ndani. Hana kitu cha kusimamia, yuko mtupu. Naona hiyo? Au kama alikuwa amesimama, ametenda dhambi na hakutubu. Kwa hiyo roho Mungu akaondoka. Ndio akawa adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba hapa katikati kwa nini Mungu anasema jamani nia zenu, nafsi zenu zifanywe nini? Upya. Ili kwamba muweze kujua yale mapenzi ya Mungu na ya ukamilifu ni yapi. Lakini Mungu anataka ahusike na nafsi. Kwa hiyo nafsi, nachosema nafsi sasa hiyo, kama nilivyosema, yenyewe ina vitu vitatu ndani. Hata imeshaonyesha hapo kuna roho, kuna mwili na kuna nafsi. Sasa kwa sababu Mungu anataka kuitibu nafsi, tunashughulika na nafsi sasa.
ambapo kwa Kiingereza tunaita soul. Oh my soul. Oh my soul. Worship God. Oh my soul. Sasa nafsi na vitu vitatu. Na ukiangalia vitu vyote karibu vinafanana, lakini na shetani anajua kucheza na hivi vitu kwa namna ya akili. Sasa mimi nitatamka jinsi vilivyo kwa Kiingereza, alafu utatafsiri kwa Kiswahili, alafu utajua nini maana ya hiyo nafsi yako ikoje. Haitoshi tu kuambia nafsi, lakini nafsi naye imeumbwa na ina vitu vyake humo ndani. Ngoja sikiliza. Nafsi kwa Kiingereza wanasema ni soul. Sasa ndani yake kuna kitu kinaitwa will. Will au kuna will, kuna mind, kuna intellect na kuna emotion, kuna kitu kinaitwa consciousness. Sasa mimi haya maneno ya Kiingereza yasumbue, maana nitakutafsiria. Alafu tuingie hatua ambazo nini Mungu anataka kufanya kuhusu nafsi yako irudi. Yukini nafsi yako ilishaibiwa siku nyingi, hujui labda umefungiwa mahali, hujui. Lakini nini ambacho Mungu anataka kuona? Sikiliza. Nimesema kwenye nafsi au kwenye soul. Kuna kitu kinaitwa will, kuna kitu kinaitwa mind, kama tulivyosoma kwamba renew of the mind, na kuna kitu kinaitwa emotion, na kuna kitu kinaitwa conscience. Conscience, labda nianze na conscience. Conscience tuseme ni ile hali ya kujitambua. Ni ile hali ya kujitambua. Unajitambua wewe nani? Consciousness. Are you conscious? Are you conscious? Unajitambua? Are you conscious? Yuko conscious, anajitambua. Conscious ni ile hali ya kujitambua. Wewe unajitambua kama nani? Unajitambua kama nani katika ufalme wa Mungu? Unajitambua nani? Unajitambua kama umeokoka? Hiyo yote ni nafsi inajiuliza, na nafsi inashirikiana na akili. Inashirikiana na ubongo. Hivi vitu vyote vinaenda pamoja. Kwa hiyo akili na nafsi, akili na ubongo na akili vinafanya kazi pamoja. Kwa hiyo sasa unajitambua conscious, wanasema conscious, lakini kama conscious, yaani kujitambua kwamba wewe ni nani, mimi nikoje, je, naenda vizuri na Mungu, je, hapa niko naisikia sauti ya Mungu kweli. Sasa hiyo inaitwa ile hali ya kujitambua. Kwa Kiingereza wanasema conscience, kujitambua. Ni ile hali ya umo ndani kuwa na hiyo hali ya kujitambua. Ndio maana Biblia inasema kwenye ile Waebrania 9:14 kwamba kwa damu ya Yesu nimesafisha kujitambua kwangu. My conscience has been clean, has been purged by the blood of Jesus. Nimetakaswa kwa damu ya Yesu ufahamu wangu, ili niweze kutambua, ili niweze mafuta yangu yaweze kufunguka, ili niweze kuona kama ninaenda shimoni. Yaani hiyo damu inakusafisha na hilo giza na matendo matakataka yanakafunika. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye hatua nyingine, ili nimesema kuna will. Will Kiingereza kawaida kama vile my will is to do that. My will, yani my will, nia yangu, kusudi langu. Lakini ukija sasa kwenye Kiswahili chake vizuri, na kwamba hiyo kitu hiyo inakupa uwezo wa kufanya maamuzi. Yani will inakupa uwezo. Yani kwenye eneo lako la ubongo la nafsi yako, kuna eneo ambalo lina idara ambayo inasema yeye kama manager inatoa maamuzi, inasema nenda hivi, nenda kule. Sikia sauti ya Mungu. Ndio hiyo naongea na wewe. Umeelewa? Hiyo Biblia inasema will. Sasa ukija hatua nyingine hayo, kuna hatua moja ambayo pia sijaisema, inasema intellect. Intellect ni kama tunasema intelligent. Intelligent ni kule kuwa na uwezo pia wa kujua mambo, uwezo wa kufahamu mambo. Sasa jamani kichwa. Kisha anasema jamani kichwa. Unasikia? Anasema huyo ni kichwa huyo. Huyo ni kichwa. Maana yake huyo ni kwamba ana namna ya kuelewa mambo, ya kujua mambo. Hivi vitu vyote viko kwenye nafsi. Vimeshika kwenye nafsi yote hivyo. Kwenye nafsi. Alafu emotion. Kuna kitu kinaitwa pia emotion. Emotion ni ile hali ya kujisikia. Kujisikia. Yaani unajisikia furaha au unajisikia hasira au unajisikia tamaa fulani. Kama ni tamaa iwe ni nzuri au ni mbaya, hii ni tamaa mbaya. Hiyo inaitwa emotion. Au sasa hivi unakuwa na chuki, hizo ni emotion. Na zote hizo zinakaa ndani ya nafsi. Hiyo vidude vyote, yani hiyo nafsi ndio imefunga hivyo vitu vyote. Maana sasa tukiangalia upande ule mwingine wa roho kama vile ni ile kuabudu, usifu,
kunyenyekea mbele za Mungu na nafsi ikiwa nzuri. Nafsi yako ikiwa iko safi, imeponywa. Na roho inakuwa imeponywa. Kwani ngoja niwaambie, unaposikia jamani, nasikia moyo unauma, nimetenda dhambi, nasikia sina amani, hata sitaki chakula yoyote, yani nasikia kufa. Sasa ndio roho inasikia kufa, na singekufa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia kufa. Yes. Jamani, roho inaniuma kweli. Kinachofanya kazi hapo ndio hapo kwenye hiyo nafsi. Huko kwenye hiyo nafsi ndio inatambua kwamba nafsi yako inaniuma kwa sababu siko vizuri na Mungu. Yaani Mungu akitaka kuwazia kutengeneza ili utengeneze, hatashughulika na roho yako, anashughulika na nafsi yako. Anaifanya nafsi yako inakaa kwenye hali ya mateso, kwenye hali ya huzuni, kwenye hali ya kuumia. Kwa hiyo tunasema nasikia moyo unaniuma, sio moyo. Hiyo nafsi yako imekamatwa na Mungu ili kwamba itengeneze, uweze kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivi vyote viko kwenye nafsi. Maana leo tunataka kushughulikia habari ya nafsi. Na ndio maana tunataka kuambia. Kwa nini unajua nafsi ya mtu ikisemewa maneno mazuri ya nafsi ya mtu ikisemewa maneno mazuri. Sasa unaweza kumwambia, namsemea Kelvin maneno mazuri. Na unapomwambia mtu asiye wewe ni mtu wa maana sana. Unajua wewe una upendo sana. Unajua wewe ukilinganisha hapa Arusha hakuna mtu mwenye hekima na maarifa kama wewe. Unajua wewe ni mtu mmoja ambaye kila mtu akiangalia na kushangaa. Wewe unaniangalia kwa macho yako, lakini Mungu ndiye anapenda naongea na kitu fulani inaitwa nafsi. Ndio naongea nayo. Alafu hiyo nafsi kifulani unaona mwili unaamriwa kufanya kitu kwanza kwenda. Yaani mwili kazi yake wewe unaamriwa. Yaani kwa mfano nilipokuwa nimeweka Kelvin hapa. Kelvin tulimuona ana nafsi, ana mwili. Si ndio? Ana nafsi na roho. Lakini kuna liumbo liko hapo ambalo linaitwa mwili. Sasa ukimsemea huyu Kelvin mambo mazuri, akifurahi. Wananyanyuka. Sasa mimi nimesema nitatoa milioni 1. Mimi nitatoa 500,000. Kwa sababu tu umesemea nini? Umesemea ile nafsi. Lakini huko unaongea na mwili. Wewe unafikiri kwa action kwenda kufanya, unafikiri ni nani? Unafikiri ni roho. Ile nafsi inanyanyuka, inanyanyia mwili. Sasa unaona umesifiwa nenda timiza ujue, nenda katoe. Fanya hivi. Hiyo nafsi sasa unapoongea vitu kwa ndani ubongo na chanya. Unajaribu kutatua. Inakuwa hivi kule benki kashika. Hivi naweza kutoa kiasi gani? Sasa kuna mawasiliano kati huko ndani kwenye ubongo na kwenye ufahamu wako. Vitu vinachanganya kwenye akili yako. Kwa sababu kuna namna nafsi imepangwa, imesifiwa, imewekwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukiona mtu amekamatwa au mtu amefanya mazuri, ujue nafsi yake iko vizuri, inastawi. Ukiona mtu anafanya mabaya, anatukana, anakwaza wengine, anatenda dhambi, ujue hiyo nafsi ndio imekamatwa. Kwa hiyo muangalie mtu kwa namna tofauti. Ukimwangalia mtu kwa namna kama mwili ulivyo, hivi unaweza ukamchukia kweli. Lakini hebu muangalie kwenye jicho la Mungu. Maana jicho la Mungu linaangalia kwenye ulimwengu, linaangalia nafsi. Na ndio maana anasema na nafsi yako. Anasema na nafsi yako ili nafsi yako iweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema na nafsi yako jamani. Hebu mtu aongee naye. Hii nafsi, Mungu hapendi nafsi ipotee. Hapendi hii nafsi, hapendi hii soul, hapendi hii no soul. Bwana soul, hapendi nafsi ipotee. Maana nafsi ndio inaweza kuongoza mwili, inaweza kuongoza roho. Kwa hiyo maamuzi yote ya kiroho unayofanya ni nafsi. Maamuzi yote ya kimwili ni nafsi. Kila kitu nafsi inahusika. Tuko pamoja? Ndio maana mimi nilikuwa nimeshangaa nimesema kwa nini Mungu anazingatia sana nafsi? Anasema nafsi. Kumbe iko sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ndio maana tukirudia hilo andiko sasa nasema wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Yaani wanasema ukishafanya upya ndio hapo kitu kinaitwa consciousness, au inakuta ule ufahamu. Unaanza kujua kwamba kumbe napasa kwenda hivi au napasa kwenda vile. Yaani ukishageuzwa nia yako ikawa ni ile nia ya Kristo, nafsi yako ikafana na nafsi ya Kristo, ndio hapo unaweza kujua kama sasa hapa natakiwa niende hivi au natakiwa nifanye hivi sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama
hujafanywa upya, kama nafsi yako bado imekamatwa, itakuwa inaongoza roho yako inaenda pengine. Na roho yako sasa, unajua tatizo, nafsi ikishaharibika na roho inaharibika kwa sababu haina tena uongozi au ndiko kwenye giza. Lakini nafsi ikipona inaachilia mwanga kule. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na hivi leo kwa mfano jua ukilitia giza, niambie, mwezi utakuwa na nuru kweli? Unajua nani? Mwezi inapata mwanga wake wapi? Si kwa jua. Sasa jua likipiga giza, likifa, na maana hata nani, mwezi ni giza, hata huku tungekaa kwenye giza. Si ndio? Si ndio anasema kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba itakuwa siku hizo kwamba nuru jua litatiwa giza. Likitiwa giza na maana kwamba kutakuwa na giza duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hapata uweza kuona. Kwa hiyo na hiyo nafsi ikitiwa giza tu, kila kitu kitakuwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ni kama mtafsiri, anatafsiri kile ambacho kipo. Kama mjumbe wa shetani akiongea na hiyo nafsi yake, hana nuru. Yeye ataenda tu atafanya shetani. Kwa sababu nafsi yake imetiwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwezo wa kutenda mema na uwezo wa kutenda mabaya unategemea nafsi yako iko vipi. Haleluya. Unajua mimi nashangaa kwa mfano siku hizi. Mimi naona kwamba dunia inakwenda pabaya. Sababu unaona mataifa, sisi watoto wa Mungu ambao tumeitwa tuenende katika Mungu na katika taratibu za Mungu. Maana kuna namna ambapo sisi tumefanywa tuenende na tabia za Mungu. Lakini sasa unaweza ukashangaa watu wanaenda kwa namna wanavyotaka. Utaona vijana hata pangi wameacha vinywele hapa. Mpaka mimi naangalia nasema jamani, nani aliwaloga hawa watoto? Kwenye Biblia imetukataza kabisa tusifanye hivi vitu. Unanyoa upande mmoja, unatoa kabisa pale kama vile kama hapa hivi. Alafu hapo naacha nywele tu zina nini? Yaani unasubiri baada ya muda zitakuwa kwa na kwa inakuwa kama sijui inakuwa kwaje. Lakini tumeambiwa tusifuatishe sana desturi za dunia hii. Tusienende nao kama anavyoenda. Mtu nimeshangaa sasa hivi, nimeshangaa. Kwa rafiki yangu ambaye najua ni ameokoka na anaukemea na yuko vizuri, anafanya sherehe. Sasa kwa sababu tu anataka afanane na mataifa, asionekane ni mtu ambaye hajaendelea. Naona pia kucheki, naona kuna kama 200 naona kuna wazee wenye ndevu na waliokaa vizuri unazopile na wanapeleka pia. Sasa amelogwa na nani? Kwa nini tunafuatisha desturi ya dunia hii? Na wewe ni mtoto wa mbinguni. Unajua sasa wana wa Israeli na wana wa Misri kule. Alafu wana wa Misri wanataka wana wa Israeli wanataka farafana na wa Misri. Kama ni kutoboa hapo wanatoboa, kama ni kutoboa huko kutoboa wanafanya kitu hapo. Jamani. Nini tunakwenda wapi? Where are we going? Tunakwenda wapi? Tumeambiwa vitu tuachane navyo. Lakini unajua nini wanafanya? Nafsi zao zimekamatwa. Shetani ameshakamata nafsi, ameshabadilisha kwa kitu cha ajabu. Na alishakamata tu, lazima atafanya hivi. Unaona kuna vitu vinafanyika, ukiangalia nyumba za watu, unaona ni mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ana kashelfu pale juu. Ameweka hapo vinywaji fulani, soda na nini, lakini uko ndani ukuta ameweka wine, alafu kuna kapa amefunika pale. Lakini anaomba mpaka unaona kama vile machozi yanamtoka. Sasa najiuliza, Biblia inasema usitumie wewe ambaye kwa kileo. Si ndio? Leweni kwa nini kwa Roho Mtakatifu msilewe kwa vinyo? Sasa wewe umeenda kuweka pale kwa sababu ulienda kwa tajiri fulani au kuna bosi wako ambaye hutaki kumuonyesha kwamba wewe ni mtu wa nyuma au nini. Siku anakuja naona unaenda pale kwenye shelf na unatoa chakula na unampa kigwaini unampa nini? Kisa nini? Kisa ni kwa sababu unataka kufanana nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatukuitwa kufanana na mtu yoyote, tumeitwa kufanana na Yesu. Amen. Kama Yesu hakutengeneza divai, hakuweka kinywaji nyumbani kwake, na hakuna mahali pote tunaposikia kwamba Yesu alikunywa pombe. Kama Yesu hajanywa pombe, na wewe kwa nini unakunywa pombe? Maana sisi ni picha ya Yesu. Picha halisi ya Yesu ndio hivyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini hutaki kubadilika? Kwa nini? Unaona watu wa mataifa wanakaa, hebu niambie, kuna mama alifanyaje? Alipigwa na mume wake, halafu akawaje? Sio unaona ile ngeu, alipigwa kwa ofisi, alipigwa
Mbona wale wana magari? Amepigwa, ameonekana yuko namna hii. Alipo umeokoka, ni mtumishi wa Mungu. Jumapili unakuja kuongoza ibada ya maombi na kupambana na shetani. Alafu unaenda kutangaza kitu ambacho kazi ya shetani. Yaani ulikuwa ni mtangazaji wa mambo ya shetani. Yaani ile kazi uliyofanya, anajifanya tena hadi watu wengi. Lakini angalia mume wake amemkomesha. Sasa amemkomesha na wewe mtoto wa Mungu, inakuhusu nini? Amempiga ngeo, hajafanya nini? Wewe inakuhusu nini? Wewe ulikuwa unatakiwa utafute njia ya kuwapatanisha. Usije jamani, hivi hawa watu hawana mtokani. Nani ambaye yuko karibu na yule mama au na yule baba ili tutafute namna ya kuwapatanisha. Hiyo ndio sera yako. Maana sisi tunaitwa kuwa wapatanishi. Ndio. Sasa wewe unaenda kwa Maria, unaenda kwa Ana, unamwambia sasa amepigwa yule. Unaona anaendesha gari nzuri kweli, sijui ya kisasa, lakini amepigwa. Alafu sasa hajatoka huko ndani. Siku tatu hivi nakwambia hajatoka mama. Hajatoka mama. Alifanya nini? Sijui lakini naona amemkomesha mama. Hasani yake watu wengi. Kama ni Mungu ameamua kumchapa namna ile yake. Unafurahia mtu amepigwa nje ujicho karibu linatoka, unafurahia. Baada ya kusikitika na kuomba. Ukisoma Zaburi moja na Zaburi, tuachane na mizaa. Heri wale ambao watakaa kwenye nini? Kwenye baraza la mizaa. Mbona kwenye baraza la mizaa? Tumeambiwa tugeuke nia zetu za ndani. Na ukiona namna hiyo, kweli sikulaumu sana. Nafsi yako tayari imekamata. Kwa hiyo maelekezo ya Mungu hayasikiki kwako. Neno halipiti kwako. Mchungaji wako akisema usikite, maana umekamatwa. Ogopa sana kama unafanya dhambi. Alafu baada ya kufanya dhambi usikie hukumu. Unasikia kama uko vizuri. Unajua kabisa nafsi yako kuna mtu anaicontrol. Kwa hiyo unatakiwa urudi haraka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Biblia inasema kufanya kwa misingi ya Mungu. Bwana ametengeneza njia ambazo watoto wa Mungu lazima tuenende katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa sababu tumeshindwa, ndio maana mambo ya kuwa magumu. Tunajaribu kuiga ya watu wengine, tukisoma tutafanikiwa. Kwa siku moja mama mmoja kanipigia simu. Hapa ameokoka. Wala sio wa hapa. Huko nyingine. Aliwahi kuja kwangu nikamuombea na mume wake. Mungu akawafungua. Sasa wakanipigia simu ananiambia kwa anauza, kuna mahali walipata madini, wanahitaji maombi. Nikaomba siku ya kwanza. Nikasikia sina furaha. Nikaomba tena mara ya pili. Yule mama akaniambia si mtumishi, yani kitu inatoka, yani haina shida kabisa, mtumishi haina shida. Ile siku ya tatu naomba nasikia naugua moyoni. Napata shida naomba. Kwa nini naungua moyoni? Kuna nini kwenye hii shughuli yako? Akaniambia mimi sijui. Nikamwambia usitume pesa. Usitume pesa kununua mzigo, usitume. Na yule mama akaona kumbe nafsi yake bwana ndio kukamata, mimi sijui nimekamatwa. Akaona huyu mtumishi bwana yeye anaona. Mimi naona hii biashara itafanikiwa. Akatuma milioni 10. Kwa ajili ya kwenda kununua hizo mayai madini. Sasa nikamwambia usitume. Hakunijibu. Message ya kwanza hakujibu, ya pili mwishoni akaniambia mtumishi, naona kile ulichosema kimetokea. Yaani anasema kwa sababu mimi ndio nimesema kwamba hiyo biashara ni mbaya, ina hasara, usifanye hivyo. Mtumishi kama ulivyosema ina hasara, tayari nimeshakushapata hasara. Ngambia umepata hasara kwa vipi? Kwani umetuma yeye? Umetuma yeye na mimi kuambia usitume. Kwani nafsi yako haikuwaka moto, haipata shida? Ukisikia ndani shida. Mama akasema, mimi ndio tu kawaida sikusikia. Yule mama amefanya nini? Amekamatwa tayari. Na kilichokamatwa nini? Ni nafsi. Unaona hivi? Kwa hiyo kama picha msingi. Kwa sababu hizo ile ulikopa nyingine, ukae kwenye toba sasa. Ndio pale naingia yule mama alipoenda kumuombea, mimi kaingia hatua akamwambia sasa unabidi utubu. Bado umeshamkosea Mungu. Umeshafanya vibaya. Kwa nini usisikiliza nilikuwa nakuambia? Ulitarajia Yesu ashuke kutoka mbinguni na mabawa au na malaika akwambie usifanye. Sasa kama ndio maana nakwambia kwamba kama huwezi kunisikia mimi, hata angekuja Yesu, pengine usingenisikia. Kwa hiyo nikamwombea, nikamwambia Mungu, naomba huyu mtu asiye akafungwa. Maana nilikopa karibu milioni 7 kwa mbali. Hapa milioni hii akakopa. Lakini nikamwombea Mungu, kwa Mungu na usababisha huyu mtu kwa sababu amekubali kutubu. Na amekubali kama amefanya kosa. Kwa ajili ya hiyo, mpe neema ya kupata hela arudishe. Kwa hiyo Mungu alifanyia mpango, neema
akapata hela huko na huko na akapata biashara ikamzalishia mpaka kaniambia sasa, yaani ninafanikiwa mtumishi. Baada ya kulipa ile deni, biashara ikakata. Ile biashara ilikuwa inapata hela nyingi ikakata na madeni kama mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema hivi? Ukigeuzwa upya, tayari Mungu anafanya kazi pamoja na wewe. Umenielewa? Ukimtii Roho Mtakatifu utafanikiwa sana. Amen. Hata kama unaenda taratibu lakini uhakika kwamba utafika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaambiwa tugeuzwe nia zetu za ndani. Nafsi yetu ikipona na mambo mengine yanakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, hebu tuangalie kitu ambacho ni cha msingi sana unapoongea habari ya nafsi. Yako mambo muhimu Mungu anayetaka kusisitiza kuhusu nafsi zetu. Hebu fungua Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20. Na mwingine ajaje kufungua Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 7. Nitaji kama watu watatu kila mmoja afungue Biblia. Sasa nataka tusome alafu baadaye tuombe. Mwingine afungua Kolosai 2 mstari wa 2 na wa 3. Wakolosai 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Leo tutaomba juu ya nafsi. Kama kuna nafsi imekamata, utaijua. Amen. Tutaita Mungu kwenye nafsi zetu. Amen. Tumemwambia Mungu ashughulike na hizi nafsi. Tunataka mawasiliano kutoka head office yaingie ndani ya nafsi na nafsi iweze kutranslate kile ambacho ni sahihi ili uweze kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Haitoshi kusema nimeokoka. Unaweza kuokoka na bado ukakamatwa. Hizo hasira zinatoka wapi? Huo uchungu unamchukia ndugu yako unatoka wapi? Kama sio nafsi imekamata. Hiyo wanaita emotion zinatoka wapi? Hasira inatoka wapi? Kiburi inatoka wapi? Maneno leo na kesho yanatoka wapi? Nafsi ina shida hapo. Soma, nani pale? Soma kwa sauti. Neno la Bwana linasema nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili kwamba tujue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na mzima wa milele. Ndiye Mungu wa kweli na amekwisha kutufundisha kuyajua yote. Amen. Amekwisha kutufundisha kuyajua yote. Hakuna sababu ya kukamatwa na shetani. Alafu aliyepata Timotheo wa pili. Soma. Mstari wa 7. 2:7. Kuna kazi fulani nilifanya. Na hiyo kazi inilitumia nguvu nyingi sana. Na nikatamani nipate hela kwenye ile kazi. Kwa hiyo nikatengeneza mazingira ambayo yatanifanya nipate ile. Kwa hiyo nisikia amani kwamba hiyo hela ni ya kwangu. Lakini jinsi ambavyo nilikuwa nataka kuitengenezea maelezo ili nipate ile hela. Nilisikia ndani nimekosa amani, maumivu na nini. Unajua nilichofanya? Nilirudi mbele za Mungu nikatubu. Kaambia Mungu nisamehe kwa namna nilivyofanya. Ikiwa sio mpango wako nipate hii hela au kwa namna hii, Bwana nisamehe na ninaomba hii hela isipate kabisa. Nikasema mapenzi yako yafanyike ya kwangu ya kuliko niendelee kukosea namna hii. Hiyo ndio nilisikia. Na baada ya kutubu na nikasikia amani. Nikaanza kuomba vizuri, nikaanza kuimba vizuri. Nikasikia furaha. Maana yake kumbe basi Mungu aliamua afanye ya kwake. Kuna mtu mmoja pia aliniuzi ofisini. Aliiba. Akaiba hela nyingi sana na mimi ndio nilimchaji. Aliiba zaidi ya milioni 30. Sasa ikawa kwamba alikimbia. Lakini pale alikuwa anashirikiana na mtu mwingine wako pale. Kwa hiyo nikataka kutumia njia nyingine. Maana nishasema simuhitaji. Nikatumia njia nyingine ili nimuondoe kazini. Sasa nilikuwa na nafasi hiyo. Sasa ile njia nilikuwa nataka kuitumia. Nikakosa amani kabisa. Sasa nimuuliza Mungu, huyu mtu anaiba. Alafu mtu nimemtaka aombe msamaha amekataa. Sasa Mungu mimi namfanyaje huyu na mimi kufanya naye kazi yake tunaangalia hivi kwa hivi. Alafu kijana wangu mimi ndio nataka nimpe kazi. Na sema nikamwambia sitaweza kufanya kazi na huyu mtu namna hii.
Lakini pia vile vile siwezi kumuondoa kinyenyeji kwa sababu kuna bosi wangu huko juu. Baba lazima yeye aridhike na maelezo yangu. Kwenda nimejua kwamba ameiba, ameshiriki kuiba. Lakini sasa njia za kumuondoa ni mimi nikapropose njia nyingine ambayo nafikiri kwamba ingekuwa ni rahisi. Mungu akaniambia leo, nikasikia maumivu ndani. Ikabidi ni tu. Na nikaamua kumsamehe yani na lakini kumsamehe sio kwamba namsamehe ili abaki kazi. Namsamehe kwamba sitatumia njia nyingine ya kumtoa mapenzi yako Mungu yafanyike. Kama unataka akae, abadilike. Kama hataki kubadilika, Mungu wewe unajua jinsi ya kumfanya. Ili tabia baada ya kuachilia kwa Mungu, Mungu akatafuta njia nyepesi ya kumuondoa. Hapa haina gharama, wala mimi hainisumbui, wala hainiletei uadui, ikawa safi. Sasa kwa nini nasema hivi? Nianze zigeuzwe, zifanywe upya ili mpate kujua mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ili ujue hili si la kwangu. Jamani, hata watu mliolewa na mama. Kuna wale unaweza kushikilia jambo na mwenzako hapo. Wewe unataka kulishikilia. Unajishikilia mpaka unashindwa kuomba. Mpaka unashindwa kufanya chochote. Lakini ikifikia hatua kumwambia Bwana Yesu, wewe ndio mwenye ndoa. Sio mimi. Wewe ndio mwenye hii ndoa. Wewe ndio unayenitunza mpaka sasa. Pamoja na ukorofi wa huyu baba. Mungu, mapenzi yako juu ya jambo yatimie. Naomba unisamehe pale ambapo nilisimama kama Mungu ndani. Kutaka kumpangia mume wangu cha kufanya. Kutaka kumuongoza fanya hivi. Mungu, naomba ukasimame peke yako katika hili. Lakini pia nisamehe pale ambapo nilijiinua. Nikaacha wale mapenzi yako. Basi unaiachia hiyo ni yako kwa Yesu. Ghafla tu Mungu anasema na yule baba alafu bwana anakuja na pesa naomba nisamehe. Sasa akikwambia nisamehe, baada ya kumsamehe unamwambia ni kwani umekosa wapi? Imani. Wewe umeshamwomba Mungu, umemwachilia kwa Mungu. Mwanaume ameshajua amekosa wapi. Amekuja kumwambia mke wangu naomba nisamehe nimekukwaza. Kwani umenikwaza wapi wewe? Unataka tena ajieleze. Akishakuja tunajua tayari mapenzi ya Mungu ametumia kwa hiyo mapenzi yako yameisha. Nimeshakusamehe sasa hivi. Usiendeleze tena ugomvi maana unataka umchokonoe mpaka aseme na vitu vingine ambavyo hata hajibu. Na akisema vitu vingine kumbe sio hivyo. Si ugomvi unaanza mwingine tena. Haleluya. Amen. Atakwambia nisamehe. Yeye kumbe amesikia kwa mama fulani. Oh, yuko na msichana fulani. Oh, yuko usamehe kwa lipi? Kwa si yule dada wanasema kwamba nilienda kwake sijui ni kwa nani kuna nani. Ile kelele inaanza tena mama. Unaanza kufuka na mabegi huko na nini unaanza kuondoka zako hivi. Mungu anakuambia, kwani mimi nilikwambia useme hiyo? Kwani mimi siliona? Mimi ndio zuio usijue. Sasa umeenda kufungua vitu vingine ambavyo havikuwepo. Tunaona sasa unataka kwenda kweli. Unachukia uweze kuomba unasema mwanamke huyo nini? Wewe anakuambia mama ujue usitaki ujue nini? Pengine ni hilo. Hapo ndio kwa naleta shida lakini wewe ujue. Wewe unafikiria leo kujibu vibaya pale chumbani ndio hilo. Wewe mwambie ameisha mume wangu wewe songa mbele kwani nakupenda Mungu akusaidie yameisha wala sitaki kufikiria tena huko. Na akigundua kama umemsamehe alafu akasema kale kabidi pale nikafanya tena. Mama mke wangu akijua nikaombe tena msamaha mara ya pili huko siendi. Anakata mguu. Anakata mguu haendi tena kwa sababu umemrahisishia mambo. Jamani, geuzwe nia watumishi. Watoto wa Mungu, geuzeni nia zenu jamani. Amen. Wewe msitaki malumbano sana. Ukiambiwa ni viwango umeshatoa mbele za Mungu umeshaomba rehema na msamaha, mwambie Mungu mapenzi yako ya kwangu. Anapoingia kazini, ukagundua ameingia. Usitaki maswali tena. Wewe mshukuru Mungu na ajilia. Na utaona mambo. Mimi ndio kufanya upya. Hivi napendeza kwa mfano ulikuwa umekosana wewe na mume wako, alafu mkapatana. Unaonaje mambo yanapokuwa matamu? Mama, baba anasema anafikia hata kujisema kabisa mke wangu kwani muda mrefu nimekunyanyasa. 1 2 3 lakini sasa kweli nimeamua niageuka. Wewe nifuatilie, weka walinzi wako, weka nani, lakini nimeamua sitaki tena kukukwaza. Kwa sababu gani? Yesu ameingia kazini. Haleluya. Kama hamtaki Yesu aingie kazini? Na nakwambia kama kuna mahali mtu anafahamu, anakupa hii sasa. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa nini? Akili. Amekukataza wewe msiende sasa na watu wa mataifa haya. Kwa mfano tusome ile Yeremia 10:2. Kwa wasomaji wa haraka haraka kabla sijaenda kuomba, maana na muda wetu
unatukimbia. Naomba tusome Yeremia 10 mstari wa 2. Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara ya mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizi. Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizi. Jamani, mnasikia? Mteresa sana mataifa. Mataifa ni nani? Mataifa ni wale watu ambao hawajakubali Yesu kwenye maisha yao. Hata kama ni ndugu yako, hata kama ni baba yako, ni mama yako, msiendelee na desturi. Unajua kitu cha ajabu, mtu anaweza kaenda jijini, akaenda kumsalimia mama au baba. Abe mwanangu, una muda mrefu hujafika huko. Kwa hiyo naomba uniruhusu mimi nikate huo mbuzi wako sikio. Alafu nikutoe. Maana yake nini? Maana yake ninakuita na kukaribisha kwenye familia yetu. Akuambia kukaribisha kwenye mizimu, anakwambia kwenye familia yetu. Wewe unashangaa anafanya nini? Anaweka. Au umepata mtoto. Wewe umeokoka, ameshaweka wako hapa na inaona sasa. Hebu wewe twende kijijini kwa wazazi. Unafika kwa wazazi, baba anatoka na kata mbuzi sikio, analeta damu, anapiga kichi, mwana mtoto au mtoto anameka kichi. Anamwambia, "Huyu ni mwanangu, lazima nimkaribishe nyumbani." Sasa bila kuelewa, Roho Mtakatifu akufunulie kwamba hiyo alama ya damu anayomweka sio kwa sababu anamkaribisha nyumbani, anamkaribisha kwenye jumuiya ya mizimu. Sasa unaenda ukashangaa wakati uko njiani, moyo unakuuma. Unaenda nyumbani nasikia moyo unaniuma jamani. Nasikia maumivu. Kuna nini? Ni ajali. Pepo unaanza kukimbia ajali. Pepo la ajali. Shida kwa jina la Yesu. Ukitulia vizuri utaanza. Ukifika pale nyumbani nazidi. Ilikuwa inakuwa kichi, sasa ina kichi. Unapokaribia pale nyumbani unaingia unasikia nazidi. Sasa chochote kinachotokea hapa, kama sikupata ufunuo wa neno la Mungu sitaki. Unashangaa baba anataka kumpokea mtoto. Mama, hebu leta ile nani? Kile kipande cha sikio cha pale ndani. Naambia mama, hapa mtoto ameshayeko wako. Ndani wa Yesu. Na mimi tunajua nimeokoka hizi desturi hizi za kwenu. Ni za duniani hizi. Mimi hizo sisitaki. Mwanangu, mimi sitampokea yeye. Nitakurudisha. Naambia mama, nirudishe, nikatae. Sawa, lakini kwenye baba mimi siwezi kubali kitu. Unamwambia watu wazi namna hiyo. Alafu namueleza kwa nini hutaki. Naambia tunaomba tusifanye sana desturi za watu walio wa dunia wanaofanya wanaokuwa mitambiko wanaofanya hii kama haina maana. Mimi najua damu moja ni damu ya Yesu. Unajua umeleta mzabibu kwa uombe ukasema tumtie alama ya damu Yesu je kuelewa. Lakini nakataa. Lakini mwambie kama nafsi yako haiko vizuri na Mungu, utaweza kujua kama ni makosa au si utashangaa tu umeenda umefunikwa na kitambaa chekundu unaenda tu kwenye kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesi. Na hivi vitu tunakutana nayo. Bwana nasema ni uongo. Jamani, hivi vitu hamna mtu kabla hujaokoka wengine wamekutana na hivi vitu, si ndio? Mkienda kijijini mnapokelewa kwa kutiwa alama damu. Hizo ni desturi za mataifa, msienende na hizo. Alafu pia wanakuambia usiangalie ishara kwa sababu kuna vingine vya ishara. Kwa mfano kule kijijini kwetu kuna mtu ambaye asipofanywa mzimu fulani kama hana Yesu, anaona anapanda kwenye migomba huko juu, anaruka kama nani? Kama nani? Kama nyani. Anaruka hivi. Anaenda tunaona anapanda mti kama vile anatembea. Kuna kitu wanakifanya cha kimila. Ambapo ni wanatoa hiyo adhabu kama kukua mshirika mzuri. Kama uko mshirika mzuri wa hiyo mizimu, wanakamata wanakupa hiyo adhabu. Unapandishwa huko juu. Sasa ngoja niwaambie. Hii mizimu, huyu shetani wa duniani ana adhabu kali kuliko Mungu, kwa sababu ukikosea masharti tu anakupandisha kwenye mti kule, anakushusha, anakuvua ambao unatembea uchi barabarani. Hiyo ndio huyu shetani wa duniani alivyo. Lakini Mungu wetu alivyo wa rehema, unakosea tu alafu anasema naye kwa upole huko ndani. Naambia mwanangu, anakunyima tu amani. Sasa nyingine watu wengine hawajui hata sauti kusikia. Wanasikia tu kukosa amani, hiyo angalau. Sasa bora hata hilo basi. Ukilisikia linakusaidia. Sasa kama ulisikii, unashangaa unaingia shimoni, unatumbukia kwenye mabaya, unatumbukia kwenye dhambi. Au binti umepata kijana haya. Sasa
unajaribu kujilinganisha wewe kijana umempata ameokoka labda. Na wewe umeokoka. Lakini unataka umpelekeshe sawa na mtoto wa Yosefu pale ambao wana desturi zao. Kuna vitu fulani wanafanya bwana. Na wewe unataka ufanye sawa na wao. Wewe wacha. Hebu nenda kwenye kitabu ukaangalia mahali palipoandikwa mtu anapotumbia anafanya nini. Angalia kina Yakobo na wengine walifanyaje. Ili uende sawa na tabia za kwetu, yani za mbinguni. Amen. Lakini mambo ya kutaka kujifananisha mara hiki kitchen party inakwenda vitu vya kutisha. Naomba nisiingie maana muda utatosha. Maana ikija kwenye kitchen party kila mtu anaweza akaona kitu cha ajabu. Nisiingie huko. Na hivyo na vitu vinafanyika, watoto wa Mungu haijulikani wewe umeokoka na yule ameokoka, haijulikani, huwezi kuamini kabisa. Tufikia hatua tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani alikwambia lazima uwe na boyfriend? Nani anakuambia? Usipokuwa na boyfriend naonekana kama mimi sifai, naonekana kama mimi na kilema, naonekana kama mimi sisi naweza kama nimechanganyikiwa. Unahitaji hata boyfriend hata kuliwaza hivi. Nani alikwambia utaliwaza na mwanamume? Au na mwanamume? Nani alikwambia? Ina maana Roho Mtakatifu ameshindwa kazi yake. Ameshindwa. Kwa hiyo nataka mwanadamu akuliwaze. Unajua usipokuwa na boyfriend, ukishaunga unakuwa kama kichaa. Unaweza kuwa kichaa. Kama alikuwa kichaa, walikuwa kichaa kwa sababu watu wa mataifa. Kwani watu wa rohoni wale. Wewe nani amekupata kichaa kwa sababu huna mwanamume? Nani amekwambia? Bwana Yesu asifiwe. Nikakutana na mama mmoja namshuhudia alikuwa na mume wake. Namshuhudia habari za Yesu, ampe maisha yake, atembee na Bwana. Unajua ananiambiaje? Ananiambia Yesu atanisaidia kiroho naye. Lakini mimi nimefiwa na mume na sina mwanamume, sina mtu hata ukuniliwaza akili yangu hata kusema na mimi. Ninakwambia hivi, nani alikwambia kwamba kwa sababu umefiwa na mume kwamba utaweza kuwa kijaa au kwa sababu umekosa mtu wa kuliwaza. Yesu, Biblia inasema yeye ni baba wa wajane. Ni baba yatima na mume wa wajane. Ukimchukulia hivyo atakufariji, atasema na wewe kwa lugha ambayo utaelewa na atakupa mahitaji yako. Lakini sasa kwa nini unaenda kutafuta shortcut? Maana yake unajua nini? Alikuwa anataka aenda mwanamume. Nafsi yake imekufa. Unasikia tukisema. Lakini mwanzo alikuwa anamjua Yesu vizuri. Mume wake amekufa naye akabisai. Yaani wewe tumaini lako lilikuwa kwa mwanamume sio kwa Mungu. Ndio shida sasa. Inafikia tu kwamba hata afe awepo lakini kwa Yesu tu. Isibadilishe msimamo wako. Mfanye upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Hebu nikusomee Efeso 4:20-24. Tutaomba tusome wote. Maana kuna watu kama wanategea kidogo. Usiende sasa na mataifa yanavyofanya. Usitegeane. Nani ambaye ana Biblia hapo? Wewe mwaminifu. Usikama mtu wa Mathayo. Kama unaniosha tu mkono wa mimi sijaje na Biblia leo. Nimesahau nyumbani au naenda kazini nimepitia au nasafiri. Nani ambaye hajaje na Biblia? Nyosha mkono. Kwa mwaminifu. Basi next time tuna Biblia. Utaangalia kwa mwenzako usome. Haya 1 2 3 soma. 4:20-24. Soma kwa sauti. 1 2 3 soma. Soma taratibu kwa kuelewa. Yaani soma taratibu kwa kuelewa alafu kwa sauti na Yesu aliyoko kwenye hapa ndani asikie. Soma kwa jina la Yesu. Habari ya neno la kwanza kwa amani naomba nisome usikilize au sema bali ninyi sauti haitoshi. Moja mbili tatu. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Ikiwa mlimsikia
mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe upya katika roho ya nia zenu, mkavue. Sema kuvua, mkavue. Mkabaye utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Hili ni agizo la Bwana Yesu kwetu sisi. Umenielewa eh? Bali ninyi, na maana kuna wengine huko hataki mshughulike nao hawa mataifa. Unanisikia? Bali ninyi. Sawa eh? Bali ninyi. Anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwendo wa kwanza. Ondoa utu wa zamani, matendo ya zamani, tabia ya zamani, ile ya mimi nimezoea, hiyo ondoa. Sawa kwa mwenendo wa utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Maana huu mwenendo ambao tumeurithi, huu mwenendo wa mataifa unadanganya, hauna haki, hauna kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunaenda kuomba. Cha kwanza tuna maombi kama matatu muhimu. Ombi la kwanza, tunaenda kumuomba Mungu alinde na kuongoza au kutawala nia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasoma kwenye Efeso 1:18 kwamba anasema macho ya mioyo yetu yatiwe nuru ili tujue yale mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia pia tunataka kuomba Mungu atupe kuona ni wapi ambapo tunapotea, ni wapi ambapo hatuendi vizuri. Ni wapi ambapo akili zetu zimeibiwa. Paulo anasema, anaambia kwa Galatia, nani aliowaloga? Nani aliwafanya mtaka kufanya na watu wa kawaida? Ni kwa sababu ya hizo nianziko hazijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tutachukua hatua madhubuti. Mungu atachukua hatua madhubuti kwa ajili ya uponyaji wa fikra zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simameni tuingie kwenye kitu ya kuomba. Tutashughulika na nafsi. Sema nafsi. Sema nafsi. Naomba mkae. Kae. Naona hapo ambaye tuombe, bali naona wengine anajikuna. Sasa unaenda kwa Mungu na kuna kujipanga. Hizo nia sasa. Hizo kuvua utu huu wa zamani. Umekaa namna hii na hivyo. Hebu tuende mbele za Mungu simama. Nyanyuka namna hii. Lakini unakaa unanyanyuka. Hebu nyanyuka. Bado tunaona kuna wengine wamekanganya. Haya, kaa chini. Muhimu naenda kumwambia Mungu, nafsi jamani, nafsi. Nyanyuka tu. Hapo sasa kwa serious. Hapo naona mnafanya watu wanataka kwenda kuomba kwa ajili ya nafsi. Amen. Amen. Haleluya. Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya ukombozi Yesu inanena mema. Damu ya Yesu
mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya mkombozi wangu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema.
Bwana Yesu asifiwe. Ninaona katika ulimwengu wa roho nafsi za watu zimekamatwa. Na nikwambia sasa ulionayo, unasikia mkono wako wa kulia ambao ni mkono wako unakutana na watu, unashikamana na watu, ni mkono wa wingi wa siku. Naona kuna nguvu fulani iko kwenye mikono ya watu hapa. Ishara ya kukamatwa nafsi. Nafsi. Unasikia kama ganzi kwenye mikono wako. Sio kushoto wa kulia. Unasikia ganzi, lakini inaenda moja kwa moja hata kwenye miguu. Unasikia mpaka kwenye mguu huo wa kulia. Kuna mahali nafsi yako imekamatwa nusu, sio 100%. Nusu imekamatwa. Na kwa nini? Inafanywa mikataba, inafanywa maagano, inafanywa mikataba fulani fulani. Lengo ni kuiangamiza. Sasa naomba tufanye hivi. Najua huko hapa, wewe mwenye hiyo shida, usifili ugonjwa, huo sio ugonjwa. Kama uko hapa nyosha mkono, maana ni wakati wa Mungu kufungua watu wake. Unasikia ganzi kwenye mkono wako wa kulia. Na hujui ganzi imetoka, lakini ukiangalia mpaka kwenye kiganja mguu wa chini, unasikia kuna aina fulani ya ganzi uielewe. Hata mambo mengine kama kiuno unasikia kama kinapitisha umeme. Ni namna fulani ya kitu tayari amekamata nafsi ameweka kwenye shimo. Kama akutesi. Kiuno unasikia paka kwenye kiuno kuna kitu hakipo vizuri. Uko hapa kabla sijaenda kuongoza maombi ya pamoja, lakini kama uko hapa kunyosha mkono wako. Asante kwa ule mkono. Kama uko hapa unasikia kitu ninachosema, mkono wako wa kulia umekamatwa, maana yake na uchumi umekamatwa, njia zako za mafanikio zimefungwa, yaani kuna namna unatumikishwa au unawafanyia watu kazi. Kama unasikia hiyo hali na itamka, maana hiyo hali imesikia. Kama uko hapa nyosha mkono wako, unahitaji msaada kwa Yesu. Mimi siwezi kukupa msaada, lakini Yesu mwenyewe ana uwezo wa kuondoa kwenye hiyo shida ulionayo. Pengine unapoteza pesa hujui, au kazini kuna shida, au kuna watu fulani umejiunganisha nao kuwashika mkono, halafu unapita mahali pa mwao hujui. Nitaka kuomba maombi ya pamoja, lakini wewe ambao una hiyo shida, mahali ambapo Mungu anataka akufungue, utasonga mbele hapa. Wakati tunaendelea na maombi ya watu wengine, songa mbele tuombe pamoja. Songa mbele wewe mwenye hiyo shida, unasikia kwenye